tuko da hapa. Mambo yalikuwa sio mazuri kiaje? Mimi kwa upande wangu mimi mambo yalikuwa mazuri. Mlipoteza alama kule. Mechi ni sehemu ya mchezo. Nilishawahi kukwambia hivyo. Mambo vipi? Safi kabisa. Uko vizuri? Niko poa. Tulikutana Malawi. Tulikutana Malawi, tukakutana Mbeya. Malawi mambo yako kwa sio mazuri sana. Leo tuko da hapa. Mambo yalikuwa sio mazuri kiaje? Mimi kwa upande wangu mimi mambo yalikuwa mazuri. Mlipoteza alama kule. Mechi ni sehemu ya mchezo. Nilishawahi kukwambia hivyo tangu muda tu kwamba kupoteza mechi ni sehemu ya mchezo. Unatakiwa, huna budi kuyapokea matokeo. Lakini wao waliutumia uwanja wao wa nyumbani vizuri. Na sisi tunachotakiwa kukifanya ni kuutumia uwanja wa nyumbani vizuri, kuhakikisha hafurukuti, asipate hata on target. Na leo na kuahidi, ukiiona on target kwamba Djigui Diarra kashughulishwa leo golini, sijui niseme nitakununulia chai kesho ofisini kwako, sijui Jumatatu, sijui nikualike nyumbani uje ule pilau. Nije nyumbani kwako. Uje, kwa nini umechagua kuja nyumbani? Kula pilau. Kwa nini umechagua kuja nyumbani? Sema mzuri. Na sio vingine. Si mambo ni mengi. Wewe unataka nini nyumbani kwangu? Pilau. Mbona umeng'ang'ania sana nyumbani kwangu? Pilau la nyumbani. Na kuhakikishia leo hakuna mtu atakayepiga on target kumshughulisha Djigui Diarra. Wenye mchezo Na kuhakikishia. Eliza Swadakta alichukua hilo. Walicheza vizuri sana kule kwao Malawi. Cheza vizuri kwao haimaanishi kwamba akienda na ugenini atacheza vizuri. Ukiamka vizuri kwenye mechi ya kwanza haimaanishi kwamba na hata mechi ya pili pia utakuwa vizuri. Wewe unachotakiwa kukifanya, sisi tunapaswa yani hivi, sio tunapaswa tujipange, maana ukisema tujipange maana yake yani tujipange sasa hivi. Yani tumeshajipanga tangu siku tumetua kutoka Malawi, tukijua kwamba tuna mechi ya marudiano dhidi yao. Tukajipanga maradufu kama tulivyojipanga dhidi ya CR Belouizdad. Kwake alitupiga goli 3, naye akaja Tanzania akaongea, tukamgonga chuma 4, akatafuta msaafu uwanja wa Mkapa hakuupata, akaamua kuondoka. Leo msipopata bao hapa ndio shuleni naishia hapa. Yani kwa nini tusipate? Yani kwa nini wewe unapendelea kusema kwamba tusipopata bao? Historia hiyo mnayo kwa sababu sisi tunajua taratibu. Historia hii mnayo kwa sababu kuna kipindi hapa mlikuwa mnahitaji bao moja tu kuingia hatua inayofuata mkashinda kulipata. Historia ya msimu mmoja tayari ndio imeshakuwa historia, si ndio? Inaweza katokea. Kwa nini usiseme historia ambayo tumefanya comeback kwamba klabu Afrikani tunafuzu kwenda makundi, hapa tulitoka bila, tukaenda kwake tukamgonga 1-0, si ndio? Ikaja timu nyingine kwenye hilo grupu, tulikuwa na timu tena ya kutoka Tunisia. Kwake alitupiga goli 2-0, akaja hapa akafa chuma 3, si ndio? Kwa nini useme kwa CR Belouizdad kwake ametupiga 3, akaja hapa akafa chuma 4? Naiona Mazembe kwake tumeenda tukatoka 1-1, hapa akaja akafa chuma 3-1. Kwa nini unazungumzia kwenye mechi moja dhidi ya MC Alger ya msimu jana? Naiona Yanga hii hajafunga michezo miwili mfululizo. Yanga dhidi ya Mbeya City hajafunga bao, Yanga dhidi ya Silver Strikers hajafunga bao. Kuna shida kwenye eneo la ushambuliaji. Dhidi ya Mbeya City na ilikuwa ni sare, lakini pia hata Yanga hakuruhusu goli, si ndio? Kufunga na hakuruhusu pia. Sawa. Sasa leo ndio utaenda kuona maajabu. Yaani leo huyo Pacome sipati picha. Manake leo mna dunia mapema Pacome anaenda kuwalaza Argentina. Manake leo mnapata ushindi kwa 200%. Sasa hakunaga 200%, asilimia mwisho huwa ni 100. Ndio manake 100%. Ushindi mnaopata. Mabao mangapi? Sisi tunahitaji mabao 2 kwa 1. Wakiwa na mdomo sana tunatia hata 7. Kama Azam. Kama Azam watasema tumewageza. Tutatia hata goli 6 au 8. Kama wakiwa na mdomo. Chukua kauli yangu, kama wakiwa na mdomo, kama ndugu zao wale wa hapa kwetu walivyokuwa na mdomo, tukatia mara 6 mfululizo. Hizo ndani ya mara 6 kuna chuma 5 kwa 1. Kuna na magoli mengine wakajifunga. Umeelewa? Kwa hiyo sasa kama wakiwa na mdomo 6 mpaka 8 zinawahusu, lakini wakija kislabu wakatulia, wakairespect Young Africans goli 2-0, 3-0, sisi tunaondoka. Tunachokihitaji kufuzu. Wao wametumia dakika 90 kushinda kwao, sisi tunatumia dakika 90 kufuzu kwenda hatua ya makundi. Baadaye vilio visitawale hapa kwenye dimba la Mkapa. Kama mambo yakiwa mabaya. Mambo kuwa mabaya, si mashabiki wa Young Africans tulishajizatiti kwenye matokeo yoyote yale. Mtoto ukimpeleka kliniki kila mwezi akawa anapanda uzito hatelemki, lazima nesi anakuambia punguza unachompa. Hakuna nesi anayekuambia kwamba muongezee eti aendelee kupanda zaidi. Yaani leo umempeleka na kilo 12, kesho 13, si mwezi unaofuata unampeleka na kilo 15. Yaani yeye hapungui. Nesi anakushauri punguza unachomlisha.
Yanga ni. Yeah. Maana hamtaumia. Hatuwezi kuumia. Kabisa. Mimi si ndo nimekwambia? Tukutane saa 11. Nikimbie Eliza baadaye. Sasa mimi nikukimbie kwa lipi? Matokeo yakiwa mabaya. Yaani nikukimbie kwa sababu zipi? Wewe nyumbani kwangu pajui? Matokeo. Kimbia njoo nyumbani kwangu na vyombo vyako vya habari ufanye mahojiano na mimi. Getoni. Haina no. Karibu.